kufuatia wageusia, sote twajijua wajibu wetu kumsalia. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallimu tasliman wa ba'd. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuzangu katika imani, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, leo tumekutana ikiwa ni sehemu ya mwanzo wa mwaka mpya wa masomo. Inazungumzia mwaka 2026, ikiwa leo ni tarehe 14 mwezi Rajab mwaka 1447, miongoni mwa miezi ambayo mitukufu sana. Allah subhanahu wa ta'ala alipoitaja katika suratu Tauba, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardh, kwa maana kwamba idadi ya miezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni 12, minha arba'ata hurum. Miongoni mwa hiyo miezi ipo miezi minne ambayo ni yanaitwa ni sacred month, kwa maana ni miezi ambayo ni mitukufu sana. Kwa hiyo tupo katika mwezi huu na tumepata pia fursa ya kukutana kwa ajili ya mambo kadhaa kuhusu madrasa. Na moja katika jambo la msingi ni kuweza kutangaza matokeo, lakini pia kuweza kuwaeleza mikakati yetu kwa mwaka huu wa masomo 2026 kuelekea 2027 biidhnillahil karim. Naamini mwaka 2025 kwa mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa rahma zake na baraka zake, tumefanikiwa kuyafanya mengi. Alhamdulillah rabbil alamin. Tumefanikiwa kuwahifadhisha Qur'ani wanafunzi, si ndio? Wengine wallahi alhamdu walitoka na juzuu 2, wengine 3, wengine 1. Alhamdulillah. Aliyepata chochote si sawa na yule ambaye amekaa bure, wallahi alhamd. Lakini kadhalika mwaka 2025 umekuwa ni kimsingi naweza kusema kwamba ni mwaka wa kupiga hatua. Tumepiga hatua kubwa katika masomo kadhaa. Na kusudia masomo kama vile masomo ya tafsiri ya Qur'an, ambapo wanafunzi wamepata fursa adhim na ya kipekee kuweza kujua tafsiri ya masomo mbalimbali, tafsiri ya Qur'ani, sura mbalimbali. Na pia mtakuwa mashahidi. Lakini kadhalika upande wa fiqhi wanafunzi wamepata mengi kuweza kuyafahamu, na tumevisoma vitabu kadhaa ambavyo vinataallaq na masail mazima ya fiqhi. Lakini pia tumepiga hatua katika masala mazima ya lugha, alhamdulillah rabbil alamin. Tumepiga hatua katika masail mazima ya tauhid, aqida, walillahi alhamdu. Tumefanya mengi sana, upande wa hadithi, upande wa sira, upande wa Qur'an na kadhalika, na masomo mengi ambayo yanahusiana na dini tukufu ya Kiislamu. Sasa hatua ambayo tumeipiga, actually tulikuwa na division ya madarasa, kwa maana madarasa yalikuwa na categorize 2 ama 3. Kategori ya kwanza ni kategori ya wale ambao wanaoanza kabisa awali ibtidaia, ambao hawa tuliwaweka katika mpango kazi wa madarasa ya private, ambapo wale walikuwa ni wapo chini sana, kwa maana wanaanza alifu kabisa. Walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa uwezo wa kupambana. Wapo ambao alhamdulillah wamefika hatua kubwa
ya uelewa, hatua kubwa ya kupiga hatua katika uelewa wao, kufahamu yale masomo na kadhalika na kadhalika. Lakini kadhalika wapo ambao walikata tamaa katikati, lakini yote hii tunajua ni sehemu ya challenges ambazo mtu anakutana nazo katika safari ya mafanikio. Klasi ya pili ilikuwa ni thani ibtidaia. Alhamdulillah, katika hili darasa tulipata almost wanafunzi 8 mpaka 9 au 10. Katika hawa wanafunzi wa 8, 9 mpaka 10, alhamdulillah wengi wao tumeanza nao from the scratch, kwa maana kwamba mwanzo kabisa ibtidaia kabisa. Kuna wengine walikuwa hata kusoma maandishi ya Kiarabu hawawezi, lakini alhamdulillah baadhi yao alhamdulillah sasa hivi wamekuwa ni wazuri. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ingawa tumeona baadhi ya weakness katika test ambazo tuliwaletea kadhaa wa kadhaa, kwa inshallah nafikiri tutaendelea kuziimarisha. Lakini kadhalika klasi nyingine ambayo ilikuwa ni klasi ya mutawassita, kwa maana kwamba katika madarasa yetu haya matatu, awali ibtidaia, thani ibtidaia, lakini kadhalika tukawa na darasa la awal mutawassita. Kwa hiyo insha Allah mwaka huu biidhnillahi alkarim tunatarajia sasa kupata wanafunzi wa kategori ya thani thalith ibtidaia, lakini kadhalika tunatarajia kupata wanafunzi wa awal thani mutawassita, si ndio? Tunatarajia pia kupata wanafunzi wapya wa awal mutawassita, kwa maana kwamba wale ambao waliokuwa wanasoma awal mutawassita watakwenda thani mutawassita kutokana na results zao ambazo zitakavyokuwa zimekuja. Manake yule ambaye atakayefaulu atakwenda katika darasa lingine. Lakini pia wale ambao waliokuwa thani ibtidaia biidhnillahi alkarim, kutokana na results ama matokeo yao jinsi ambavyo yatakavyosema, kwa manake wataruhusiwa kwenda katika darasa lingine ambalo ni thalith ibtidaia. Na wale ambao walikuwa wakisoma awal ibtidaia na results zao zikawa zimeridhisha, basi watakwenda thani ibtidaia biidhnillahi almaula biidhnillahi alkarim. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kwanza sisi kama walimu nasema tunamshukuru sana 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 Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza sisi walimu kuweza kutupa subra kwa kipindi chote cha mwaka wa masomo 2025. Hakika umekuwa ni mwaka ambao wenye challenge kadhaa wa kadhaa, lakini pia mafanikio ni makubwa alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hiyo tunapaswa kuweza kupongezana walimu, lakini kadhalika wanafunzi ambao wao wenyewe wamekuwa ni sehemu ya usikivu na sehemu ya hatua katika hiki ambacho kilichofanyika. Sasa ndugu zangu katika imani, kabla leo ajenda yetu kuwa biidhnillahi alkarim, ni mambo makuu zaidi ni mawili. Jambo la kwanza ni kuweza kutangaza matokeo, lakini jambo la pili ni kuweza kufanya invitation kwa wanafunzi wengine. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Sasa jambo la kwanza litakuwa la pili na la pili litakuwa la kwanza. Na kusudia kwamba tuanze na hii nukta ya kuweza kufanya invitation. Ndugu katika imani, asilimia kubwa nyinyi wote tazama hapa, wanafunzi wengi ambao mliopo hapa katika darasa hili kimsingi ni wanafunzi ambao mumepata connection, yani mumepata kujua tahfidhi kupitia njia mbalimbali. Mmoja katika njia hiyo mumeweza kupata nafasi hiyo kwa kutumiwa link ama namba ama kadha wa kadha na rafiki yako, kwa maana wengi wenu mmeunganishwa na ndugu zenu, marafiki zenu, dada zenu na kadhalika. Sasa ndugu zangu katika imani, hili jambo ni la kheri na ni jambo la Allah tabaraka wa taala. Naamini kabisa kila mmoja hapa himma yake, lakini kadhalika haja yake kubwa ni kuweza kupata ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kupata radhi za Allah tabaraka wa taala.
Sasa kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, zipo njia nyingi sana ambazo mwanadamu anaweza akazitumia akapata radhi za Allah. Yaani mwanadamu inatakiwa ifike hatua awe ni mjanja, awe ni wise, awe ni mtu ambaye anatumia fursa mbalimbali katika kuitengeneza akhira yake, kwa sababu Allah ametupa hiyo fursa na hajatubana. As long as unatumia njia ya halali, basi kuwa mjanja katika kuweza kujipatia kheri huku. Usitegemee tu zile kheri za kuswali peke yake ndizo ambazo zitakazokutoa. Hapana, kwa sababu hata katika swala Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweza kueleza clear kwamba mtu anapokuwa anaswali ama watu wanapokuwa wanaswali, kila mmoja anapata daraja yake katika ile swala. Kuna wale ambao watakaopata 10 katika ile swala, kuna wale ambao watakaopata nusu ya ujira wa ile swala, kuna wale ambao watakaopata robo ya ile swala, kuna wale ambao watakaopata kamil ya ile swala, kuna wale ambao watakaopata sifuri kabisa ya ile swala. Kwa hiyo inawezekana katika swala yako, ndio maana tunaambiwa tuswali sunna, tufanye nini hii. Kwa nini? Maana yake kwa ajili ya kufanya nini? Kuongeza thawabu na kuongeza daraja ile swala, si ndio? Maana yake katika haya masaili ya kheri mengine ndio hivyo hivyo. Pengine wewe uwezo wako wa kutoa ni mdogo, pengine katika kudhibiti katika kheri na masaili mengine pengine wewe upo nyuma. Basi hata haya masaili ya kuweza kufanya kualika watu katika kheri lisikushinde. Kwa ndugu yangu katika imani, ama ndugu zangu katika imani, kimsingi sisi tunahitajia watu ambao waliopo mtaani. Tunawahitaji sana wale ambao waliokuwa mtaani hawaijui dini yao, hawaifahamu dini yao. Sisi tunawahitaji tuweze kuwaingiza katika mpango kazi wa kuweza kuwapa elimu hii ya Kiislamu. Unajua muda mwingine watu wanaweza wakawa wanafanya maasi, inawezekana wakawa wanafanya maasi ni kwa ujinga tu, kwa kutojua. Leo yawezekana mwanamke wa Kiislamu akawa anamchukia mwanamke mwenzake, si kama pengine hajui kama ni haramu, isipokuwa ni ujinga ambao umemtawala. Bado hajajua ule uharamu wa kufanya kile kitu, bado hajajua madhara gani ambayo yanayo. Allah subhanahu wa ta'ala amesema nini juu ya kile kitu ambacho anachokifanya. Mwanamke wa Kiislamu leo ni dhahir, ni wazi, ni rahisi kumkuta hajajistiri, anatembea kichwa wazi, nywele zipo wazi na nini na kadhalika. Tusiwalaumu sana, inawezekana elimu haijawafikia. Sasa ndugu zangu katika imani, sisi ni wachache sana kuliko ninyi. Sisi hatuwezi tukawafikia watu wengi kwa pamoja, isipokuwa kwa kushirikiana katika hili jambo tuna uwezo wa kuwafikia watu hata 1,000,000, 2,000,000. By the way, sisi tunajitahidi kuweza kuweka jitihada zetu binafsi, lakini jitihada hizi kama hazina supportive, kama hazina msaada kutoka upande B, manake jitihada zitakuwa zinakwenda chini. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema kutueleza katika suratul Baqara, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, mnatakiwa mupeane support katika mambo ya kuelekea ucha Mungu na wema. Lakini kama leo watu wanapeana support katika kufanya mambo ya maasi, ya huu umma unaoza. Na kama mnavyofahamu nyinyi silaha kubwa ya umma huu wa Kiislamu ni watu kuwa na elimu. Nilikuwa nafuatilia mjadala mmoja, kuna mwanamke mmoja ama wanawake wengi sana wanakuwa wanalalamika sana kuhusu kauli ya Sheikh Barahiani hafidhahullahu ta'ala, ambaye ni mudiri wa taasisi moja kule Tanga, Tanzania. Asema kwa nini Sheikh anakataza watu wasile chakula cha sikukuu? Hii natolea mfano tu, yani tuone kwamba ni namna gani kwamba jamii yetu sisi hususan wanawake wamekuwa ni wenye kupandikizwa vitu vingi sana, na bila kuweza kuwa na uwezo wa kufanya evaluation. Kipindi cha ile sikukuu ya Pasaka na kukaribia pia mwaka mpya, kuna clip zilikuwa zinatambaa sana za mashekhe wawili, Sheikh Bafana wa Kenya pamoja na Sheikh Barahiani, Salim Barahiani hafidhahullah ta'ala wa kule Tanga. Wao walikuwa wamekataza watu kuweza kusherehekea sikukuu za Christmas na mwaka mpya, na wakafika mbali zaidi kwa kuweka jambo liwe clear kwa kusema ya kwamba hata kula chakula chao hakuna kula. Kwa hiyo jambo likawa limeibua msisimko na hisia kubwa sana,
Na wengi ambao walikuwa wakipigia kelele sana, nimeona clip nyingi sana zinatambaa katika TikTok, Instagram na wapi, wengi wanawake ndio wamekuwa wakijibu lile jambo kwamba sasa yani mtu kwamba wewe una dada yako ambaye Mkristo amekuja kwako pale, mnataka mule kwa pamoja, kwa hiyo umfukuze, ufanye nini? Kwa maana kile kilichokuja kugundulika kwa haraka sana ni kwamba wanawake bado hawana elimu. Si wanawake tu, hata wanaume. Lakini sasa tuangalie hawa wanawake ambao ndio rahisi sana kuwa affected, kuweza kubadilika. Ndio watu ambao rahisi sana kuchukua misimamo kadha wa kadha wa kadha, kama hawajakuwa na msimamo ambao uliokuwa mustaqim, kila kitu kwao watakiona ni haki. Kwa nini? Sasa hivi dunia, ndugu zangu katika imani, jinsi ambavyo inavyokwenda, jinsi ambavyo inavyokimbia, kwamba dunia inahitajia usawa wa kijinsia. Sijui naeleweka vizuri eh? Ndio dunia sasa hivi imekuja na ule utaratibu kwamba haki sawa. Kwa maana yake mwanamke asipojifunza dini yake na akayachukua haya madudu ya kidunia, ataona kwamba na yeye ana haki sawa kama alivyo mwanaume. Ndio hapa katika masuala ya mirathi watu wanakuja kuikhtalifiana kwamba kwa nini mwanaume achukue zaidi kuliko mimi? Kwa nini hii iwe hivi? Maana yake Mungu anafanya uonevu. Lakini kama mwanamke huyu tungekuwa tumemtengeneza, tumemform, tumemuandaa vizuri, maana yake asingekuwa na kauli kama hizi. Leo wanawake pengine wanawake wengi wamekuwa na mitihani sana katika ndoa, kushindwa kuweza kujua kwamba ipi ni haki ya mume na ipi ni haki ya mke, yapi ambayo napaswa kuyafanya na yapi sipaswi kuyafanya, yapi ambayo natakiwa niweze kuyaendea kwa kheri na yapi ambayo sipaswi kuyaendea nitapata madhambi, si ndio? Lakini kama mwanamke huyu akiwa ana elimu atajua nini cha kufanya, lakini kama hana elimu atakuwa ni mwenye kufanya kila kitu ambacho kinamjia mbele yake, kila kitu ambacho kwake kinakuja kitakuwa ni sawa. Leo wapo baadhi ya wanawake ambao hawajaolewa, na ukhti zetu wetu wapo wengi sana ambao hawajaolewa, si ndio? Kama mwanamke huyu atakuwa ametengenezwa katika mifumo ya kicha Mungu, akatengenezewa hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, manake atakuwa na ikhtiyaru zawjatu salih, atakuwa na option ya kuchagua nani wa kuweza kufanya nini, kumuoa. Lakini kama hajatengenezewa hofu na kujua dini imesema nini, manake kwake kila kitu kizuri na kibaya kitakuwa ni kizuri, kibaya kitakuwa kizuri na kizuri kitakuwa kizuri, sawa sawa. Na muda mwingine unaweza kubadilisha kabisa kwamba kibaya kikawa ni kizuri na kizuri kikawa ni kibaya. Kwa nini? Kwa sababu ya akili zetu tayari zimeshalishwa fikra za Kiyahudi na Kinasara, si ndio eh? Kwa hiyo mimi ninachoomba, ama sisi kwa ujumla walimu, kikubwa ambacho tunachowaomba kutoka kwenu ndugu zangu katika imani, jaribuni kujitengenezea kasha la thawabu kwa Allah tabaraka wa taala. Jitahidi kuwa na sehemu ya kwamba kujivunia iwe ni sadaqatun jaria kwako wewe. Jitahidi hata siku ya siku umepata tatizo, yani kwamba sehemu ya kheri ulizozifanya iwe ni hatua ya kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, mimi nilifanya jambo 1 2 3 4 5, nilifanya hii kwa ajili yako ya Rabbi, na ufanyaji wangu huu kwa ajili yako sikufanya tu ili niweze kupata tu radhi zako, badala yake niweze kuwaingiza wengine kheri, kuwapa wengine kheri, kuwapa wengine tochi ya Uislamu. Ya Rabbi, naomba nitatulie hili na hili. Allah subhanahu wa ta'ala muda mwingine atumia kafara ya haya matendo yetu kutubariki na kutuondoa katika matatizo kadha. Kwani tunafahamu wale watu wa pangoni walionasa kwamba jiwe lilikuwa limebana mule katika lile pango, kwa kila mmoja akawa anaomba kutokana na khairi zake, anaelezea, ana describe zile khairi ambazo alizokuwa amezifanya, na kijiwe likawa linasogea kutokana na ile idadi ama jinsi ambavyo watu walivyokuwa wamefanya wema. Manake ndo wahenga wakasema ya kwamba wema ni akiba, si ndio? Wema ni amana. Kwa ndugu yangu katika imani, usitegemee tu swala zako peke yake ukao kwamba umejiamini ndio khairi zimeisha. Hapana. Swala yenyewe unaiswali huku unakimbizana kwenda kufanya nini, unafikiria madeni, unafikiria nini, unafikiria vikoba. Sasa tukiwa tunachanganya kidogo na vijiheri, tumechukua huku, tumepachika hii imekuwa kule, hii imekuwa kule, imekuwa kuwa, hata Allah subhanahu wa ta'ala atatunyanyua sisi, atatupa daraja kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nukta ya msingi ni kwamba tunaomba tupate
wanafunzi wapya, kwa maana kwamba darasa mfano la mutawassita wame move on kwenda thani mutawassita. Kwa tunahitajia wanafunzi wapya wa thani mutawassita, wa awali mutawassita. Wapo baadhi ya akhwati mashaallah ambao wapo mtaani ama pengine wapo majumbani na kadhalika, ambao wanahitajia sana kuweza kujifunza. Pengine walishasoma kwa level fulani, labda wamehifadhi Qur'ani kufikia level fulani, wanahitaji kuweza kujiendeleza. Ni muda sahihi kwao kuweza kufanya nini? Kujiunga na hizi madaris, kujiunga na sisi kwa ajili ya kuweza kuipush ile hatua ambao waliokuwa wameifikia. Lakini kadhalika wanafunzi wa thani labda thani ibtidaia wanapokwenda thalith, maana tunahitajia wanafunzi wengine wa thani ibtidaia. Wanapokwenda thalith ibtidaia, tunahitajia wanafunzi wengine zaidi ambao watakaojiunga nao. Hatutarajii kuona wanafunzi wale wale wa thani ibtidaia akina Anti Saida, labda Saida Matata, basi ndio wale akina Amina Kale wale kila siku wale. Tunahitajia tuweze kuongea. Kwa hiyo kama wewe ulivyopata nafasi ya kujiunga na unajifunza na unapata mengi zaidi, na tahfidhi imekubadilisha kwa hatua kubwa zaidi, vivyo hivyo wengine wanahitajia, lakini nafasi hiyo hawajaipata. Inawezekana wewe ikawa ni daraja ama ni sababu ya watu wengine kuongoka. Sasa wewe just imagine, wewe ni sababu ya watu wengine kuweza kupata kheri. Ni neema za aina gani unazozipata? Ni sababu ni sadaka gani ambayo ulioitoa? Si ndio jamani? Yaani ni ukubwa kiasi gani ambao wa kheri ulizozifanya ama ulioifanya kumwalika mwingine katika kheri. Kwa ndugu zangu katika imani, sisi kitu ambacho tunachohitaji ni invitation. Kwa hiyo invitation hii inaweza ikawa kwa mfumo wa kutuma link, kutuma link ya grupu la Tahfidh Official. Tunaweza tukatengeneza link alafu tukatuma, watu wakawa wanawaeleza. Yaani wewe ili jambo lifanye kama la kwako. Taarifa anahitaji kujua utaratibu na kadhalika, tutampatia utaratibu biidhnillahil karim. Lakini sisi tunachohitaji ni invitation. Waalikeni watu waje katika khairi. Waalikeni watu waje katika khairi. Na nyinyi mnajua ada zetu sisi ni nafuu. Kuna watu walikuwa wanajua ada zetu sisi ni mamilioni ya pesa. Lakini kile ambacho tunachokipata na effort tunayoiweka ni tofauti. Nini tunahitajia? Sadaqatun jariya ama ilmun yuntafa bih. Elimu ambayo watu itakuwa continuously knowledge skills. Elimu ambayo itakayokuwa inaendelea kuwa benefit wengine, kwa na sisi hata siku ya siku tukiondoka, basi itakuwa ni sehemu ya kuendelea kupata thawabu, kwa maana mizani yetu ama lile kasha letu ama kapu letu la thawabu, basi itakuwa ni lenye kuendelea kujaa na zaidi na zaidi. Kwa hiyo katika pia kuwaalika wengine kuna njia nyingi. Njia nyingine inshallah nafikiri miezi kadhaa, kwa maana mwaka jana nafikiri kwenye mwezi wa 6 wa 7 au something like that tulikuwa tumejadili tutengeneze kipeperushi ama vipeperushi. Sawa ambapo vipeperushi watu wanaweza wakaenda kuviprint out kwa mazingira waliokuwepo kule. Sawa watu wanaweza kaenda kuviprint na vikawa ni venye kubandikwa mtaani ama kuwapatia watu. Tulikubaliana hilo, lakini tukakaa pia na shekhe tukaona kwamba kwa kuwa sasa hivi ni katikati ya mwaka, tusubirie ikianza Januari iwe ni sehemu nzuri, ili tuweze kupata watu ambao watakuwa ni wa muda mrefu, au tupate kipindi ambacho cha muda mrefu cha kuwafundisha. Sasa tumeshatengeneza hii tunaita poster au tunaita kipeperushi. Kitu ambacho sasa sisi ambacho tutakachowaomba nyinyi wanafunzi ni tutawatumia ama tutakituma katika grupu insha Allahu taala. Najua hapa tuna wanafunzi wa Burundi, tuna wanafunzi wa Kenya, wakwe zangu hawa. Tuna wanafunzi wa Tanzania kadhalika, lakini kuna wanafunzi wa sehemu nyingine nyingi. Si ndio? Kwa hiyo katika hili kitu ambacho sisi tumelenga biidhnillahil karim ni kuwatumia kipeperushi
wewe unachokifanya unakwenda stationary, lakini pia kuna wanafunzi wengine wapo South Africa, nilisahau. Unachofanya hii tulisema kwamba wewe jitolee kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si ndio? Ndio ile kwamba wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman, si ndio? Innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura, kwamba wewe fanya, ukifanya khairi, yani fanya ustarajie kwamba kuna feedback ya shukrani ambayo utakayoipata. Nia yako iwe straightforward to Allah subhanahu wa ta'ala, iwe kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwamba mimi nafanya hii khairi, ninaamini kabisa katika hii khairi ninayoifanya Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajra man ahsana amala, alifanya khairi Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kupoteza ujira wake. Kama ya'mal mithqala dharratin khairan yara, manake kama mimi ninachokifanya hiki Allah subhanahu wa ta'ala atanikiandika na nitakwenda kukikuta, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala laisa kadhabun, Allah hadanganyi, Allah haongopi, Allah haendi kinyume. Inna Allah la yukhlifu almi'ad, haendi kinyume na ahadi ambayo ameahidi, ama haendi kinyume na mipango ambayo pengine ameiweka. Sasa ndugu zangu katika imani, kipeperushi hiki kipo tayari na biidhnillah subhanahu wa ta'ala, aidha leo tutawatumia. Wewe unachokifanya unakwenda stationary. Ukishaenda stationary, unakwenda kumwambia yule ambaye anahusika na pale stationary kwamba nahitaji hii uweze kuprint kama post, yani kama kipeperushi. Sawa sawa, Kiprint hiki kama kipeperushi kwa ajili ya kugawa mtaani. Asprint kama copy. Sasa sijajua kwa huku South Africa kipeperushi kinakuwa almost ni kama randi 5, 6 mpaka 7, it depends na sehemu ambayo unakwenda kuprint. Kipeperushi kimoja inawezekana ikafika, wengine wanafanya randi 3, 5, 6 mpaka 7. Si ndio? Ambapo hii ni hela ndogo sana. Si ndio? Kwa hiyo manake haifiki hela nyingi sana. Yaani kwamba kwa mfano labda wanafunzi ambao waliopo Tanzania imewakosti sana kipeperushi kimoja, inawezekana ikawa 300 ama 500. I don't know, sababu sijawahi kufanya hii nikiwa Tanzania, lakini nina imani kwa rate hii, manake kwa wanafunzi wa Tanzania inawezekana ikawa ni pengine ni shilingi 500 ama 200 ama 300, pesa ambayo ni ndogo sana. Wewe kwako haikupunguzii chochote zaidi na kuzidishia khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jitolee kwa uwezo wa Allah tabaraka wa ta'ala. Na hapa ni kwa mfano ukiangalia kwa upande wa Kenya, labda kipeperushi kimoja inawezekana ikawa ni shilingi 40. Ndio? Labda kipeperushi kimoja tufanye shilingi 40. Sasa shilingi 40 mbona ni hela ndogo sana? Ni hela ndogo sana hii. Ambapo labda ukasema mimi na print vipeperushi 10 ama na print vipeperushi 20, haupungukiwi kitu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuongezea. Allah tabaraka taala anasema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma ma tuhibbun. Hamuwezi, wanachuona Kiislamu Ibn al-Qayyim rahimahullah taala kuja kutafsiri hii aya, anasema kwamba hauwezi kuwa mwema, yani ukafikiria kwamba kuwa mwema kama masahaba, kuwa wema unataka kuwa kama Bibi Khadija radhiallahu taala anha, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka mutoe vile ambavyo mnavyovipenda. Yani kile ambacho kinachokupa furaha ukikitoa kile, sasa ndo unaanza kidogo kukanyaga daraja la kinabii Khadija. Sasa wewe unataka kuwa kama Bi Khadija alafu la tunfiq mimma tuhibbin. Lesh kef, hutaki kutoa unavyovipenda alafu unatamani uwe kama Zainab. Hutaki kutoa vile ambavyo unavyovipenda alafu unatamani kuwa kama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Hutaki kutoa unavyovipenda, unataka kuwa kama wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kaif? Haiwezekani, hiyo ni ngumu. Ndio Allah anatuzindua lan tanalu albirra, hamfiki daraja la wema, kuwa kama watu waliotangulia wema, hata tumfiku mi. Ukitazama historia ya Bi Khadija radhiallahu ta'ala anha, yeye alijitolea 1% kubwa ya mali zake kwa ajili ya Uislamu. Sasa wewe mwanamke wa Kiislamu ni bakhili alafu unataka kuwa kama Bi Khadija. Allah anakuambia hiyo sahau. Si ndio hiyo hapo aya anakuambia? Yani kama wewe ni mfumo wako ndio huu,
kutoa vya kwako wewe ni mgumu, ila unataka uwe kama Bi Khadija, unataka uingie peponi, unataka uwe mwema, Allah akufanyie wepesi mambo yako, Allah akwambia hilo sahau, kwa sababu neno lan, Sheikh hapa anajua haya masaili ya lugha. Ikiingia lan maana yake ni lan ya nini hii, anajua Sheikh. Mimi siingie kidogo katika nini, katika fani zake. Kiingia lan hii ni inakuwa nini, anajua Sheikh. Kwa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kwa hiyo lazima tujitolee nyakati zetu, mimma tuhibbun, sehemu pia ya mali, mimma tuhibbun, sehemu ya wakati, mimma tuhibbun, sacrifice yourself. Kwa hiyo haya yote ni lazima tuweze kujitolea. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kwa wanafunzi wa South Africa tunahitaji japo watu waweze kuprint. Sasa ukisha viprint unavipeleka wapi? That is the question. Ukisha viprint wapi unatakiwa uweze kuvipeleka? Naam. Sasa hapa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wema amupati mpaka mutoe vile ambavyo. Hapa tunahitajia pia muda wenu. Sadaka zipo za aina nyingi, kuna sadaka ya wakati, si ndio? Kuna sadaka ya mali, kuna sadaka ya maneno, kuna sadaka ya matendo, kadha wa kadha. Sasa sisi tunachohitajia hapa ni sadaka zenu za aina mbili. Sadaka zenu za kuprint hivi vipeperushi, halafu sadaka ya pili ni kuwa na yani kuchukua muda wenu. Aidha kama wewe pengine ni ngumu kwako kwenda mtaani kutusaidia kwenda kugawa, unaweza ukawatuma vijana ukawapa pengine kiasi fulani, wakaenda wakavigawa pengine, ama wakabandika katika zile nini waita nini, si naita mijengo ya nini, mijengo ya umeme, stima za umeme zile, si ndio? Waweza kubandika kwenye mabango, kwenye nini, sehemu kadha wa kadha, kwa sababu kile kipeperushi kinakuwa kinajidescribe pale kwamba nini ambacho kinachofanyika, kuna mawasiliano, kuna nini, si ndio? Kwa hiyo inshallah sisi ambacho tunachokihitaji biidhnillah alkarim, mtusaidie hivi vipeperushi muweze kuvisambaza. Sasa kuna mtu anahitaji kuweza kushiriki katika hii khairi, lakini nchi ambayo aliyokuwepo, si ndio? Tunajua hapa kuna baadhi ya akhwati zetu mashaallah wanafanya kazi za ndani, si ndio? Pengine wapo nje ya Afrika, wapo nchi za Gulf na kadhalika, si ndio? Lakini huyu mtu pia anahitajia kuweza kushiriki katika hii khairi. Atafanya nini ili aweze kuwa ni sehemu ya kufanya hii khairi? Haya, jibu lake ni kwamba innamal a'malu binniyat, yani kile ambacho wewe unachokikusudia ndicho ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa nacho. Matendo utazama nia yako ndio ambayo inakuja kutuambia sisi kwamba wewe umekusudia kitu fulani, ama ndio unapata malipo yako kutokana na hiyo nia yako. Unaweza ukawasupport hawa pengine waliopo Kenya ama waliopo Tanzania, ukisema kwamba mimi sehemu niliyopo ni ngumu kuweza kupata kuweza kuprint kutokana na kazi, kwa sababu siwezi kutoka, siwezi kufanya nini, na ni ngumu pia. Sawa. Wasupport wale ambao waliopo pengine nchi waliopo tayari, mfano labda Kenya, wasema kwamba okay, hapa nitamtumia labda ukhti fulani, hii ni sehemu ya sadaka yangu, alafu tutakwenda kuvisambaza, ama wao watakwenda kuvisambaza. Maana yake na wewe unaandika katika ile khairi, okay, mimi nitamtumia ukhti fulani wa Tanzania, yeye watakwenda kuvisambaza kwa ajili ya kusupport. Okay, mimi nitamtumia ukhti aliyopo pengine South Africa, watakwenda kuvisambaza. Maana kama tutafanya kwa mfumo kama huu, ndio hile tunaingia kama kwamba wataawanu ala albirri wattaqwa, supportianeni katika masuala, saidianeni katika mambo ya kuendea uchamungu na wema. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, sisi tunachohitajia ndio hiki. Kwa hiyo tunahitajia invitation ya mdomo kwa mdomo, kwa maana kualika watu kupitia network, lakini kadhalika tunahitajia invitation ya kuweza kugawa vipeperushi. Toa muda wako biidhnillah alkarim, muda ambao unaotoa kila step unaoifanya unaandikiwa khairi, kila hatua unaoipiga ya kuelekea uchamungu, ya kuelekea nini unaandikiwa khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine ungekuwa unapiga steps zile kwenda kufanya shari, je, Allah subhanahu wa ta'ala asingekuandikia dhambi? Angekuandikia dhambi. Sasa kama unapiga zile steps kwenda kufanya khairi, Allah subhanahu wa ta'ala atakunyima thawabu? Hakunyimi thawabu. Maana hapa kinachohitajika ni ikhlas, si ndio?
Ikhlas ndio ambayo inayohitajika hapa, kwamba mimi nafanya hiki for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to seek the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. I need the forgiveness of Allah subhanahu, I need the help of Allah subhanahu wa ta'ala, that is. Lakini kama utafanya kwamba nimechoka na nini, wewe tusaidiane katika hili. Sisi tumejitoa kwa wakati wetu na nafasi zetu, lakini na nyinyi pia mnahitajika muweze kujitoa kwa namna yenu biidhnillahil karim. Na hii ndio ile maana kwamba innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaykum, ndio. Kwa hiyo lazima tuungane kwa pamoja, tuungane. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, msiachane. Ndiyo jamani. Kwa hiyo tujitahidi katika hili inshallah. Kipeperushi tutakituma, na ukienda stationery mwambie ni printie hiki kuwa ni kipeperushi, tena kiwe colored, asikiprinti kama copy, kiwe ni colored. Kama rangi yake ni ya kijani, basi itoke kwa mfumo wa rangi, inshallah. Lakini pia inshallah jambo lingine, nafikiri sasa hivi kunakuwa na transformation kubwa sana ya, tunasema kwamba ya nini, digital, na sisi pia tunahitajia tuweze kuzitumia hizi digital katika kufanya khairi biidhnillahil karim. Kama watu wanapokuwa wanapambana katika kuspread vitu ambavyo si vizuri, na sisi ndivyo ambavyo tunapambana biidhnillahil karim tuweze kuwafikia watu wengi katika masaila haya ya khairi. Kitu ambacho tumefikiria tu cha kawaida kwamba insha Allahu taala tuweze kutengeneza just a short clip. Sawa, tutengeneze short clip, ambayo short clip hiyo itakuwa inaelezea, sawa, itakuwa inaelezea labda tunaweza tukachukua watu 3 ama 4, sio video, ni audio peke yake, alafu sisi tutazitengenezea, tutaziweka katika format ya video. Mtu awe anaelezea, pengine yapo kwa dakika moja, ana record audio yake vizuri sehemu ambayo imetulia, anaelezea hata kama hajataja majina yake, anaelezea kwamba mimi nimejiunga katika tahfidhi hii, tahfidhi madrasa mwaka fulani, nilikuwa katika level hii na sasa hivi nimekuwa hapa, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hiyo ninachowaomba tuweze kujiunga katika tahfidhi madrasa kwa ajili ya kuweza kupata elimu ya kisheria yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakadha. Hii inakuwa ni sehemu tunasema kwamba teaser, yani kwamba tuna wa influence wengine kupitia sisi, na hili jambo of course si haram, kwa sababu hakuna pengine picha ambayo inayoonyesha pale, hakuna uso unaoonekana, isipokuwa ni sehemu ya audio kwa ajili ya kuweza kuwafikia, na target yetu wengi sana ni wanawake, kwa ajili ya kuweza kuwafikia hao wanawake. Kwa inshallah subhanahu wa ta'ala tutawatumia mwongozo, na tunaomba ushirikiano katika hili. Ni hata hatuhitaji utaje hata jina lako kama uhitaji. Kama hauhitaji usitaje jina, lakini kama utahitaji tutakuomba uweze kutaja jina. Tutahitaji hata wanafunzi 3 ama 4 kwa ajili ya kuweza kuelezea kile kitu. Of course usitupambe sisi, elezea kile kitu ambacho umekipata. Na kama utaelezea challenge pia ni kawaida. Lakini elezea kile kitu ambacho umekipata, kwamba mimi nimejiunga na tahfidh, sikuwa najua hiki na hiki, lakini alhamdulillah sasa hivi najua hili na hili na hili, ama nilijiunga tahfidhi nikiwa katika hatua hii, sasa hivi nimefika daraja hii na hii na hili. Hata kama itakuwa ni dakika moja tukapata clip ya dakika 5 kwa wanafunzi wote, kwa wanafunzi labda 4, itakuwa hii imewasaidia wengine kuweza kuemphasize kwamba okay, kumbe uwezekano wa watu kuweza kusoma online na kupiga hatua upo. Manake tunaweza tukatumia hizi social media kwa ajili ya kuweza kufanya transformation ya fikra, kuweza kufanya transformation, kufanya mabadiliko ya fikra za wanawake, kwamba wanawake wengi wanajua mitandao ya kijamii ni kwa ajili ya kuscroll, kutazama nani kasema hivi, sijui huyu kasema hivi, sijui huyu kafanya nini, huyu kagombana na yule. Kumbe unaweza ukatumia hii as a source of knowledge. Unaweza ukaitumia hii kama sehemu ya darasa kwa ajili ya kupata elimu. Kuna watu alhamdulillah wanahifadhi online na wamemaliza, alhamdulillah rabbil alamin. Yani kila kitu ni jitihada zako ndugu zangu katika imani. Kwa inshallah pia katika sehemu ya kufanya invitation na kuwahamasisha wengine kuingia katika khairi, hili pia tunaliomba. Kwa sababu hawa ambao walioipenda dunia
wanatumia mfumo huu katika kutengeneza fikra mbaya sana kwa watu. Hii inaeleweka eh? Sasa hivi watu wanatumia kutangaza biashara, kutangaza manini. Sasa sisi tunahitajia tuweze kutangaza biashara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin tu'minuna billahi thumma. Wanake sehemu ya kufanya khairi kama hii ni sehemu ya tijara ambayo ina faida kwetu kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi biidhnillahil karim haya mambo yasiwe sehemu kwetu ya unyonge, badala yake yawe ni sehemu ya furaha, na hiyo ni sehemu kama mimi na support hiki ambacho, kwa sababu almuhimu hatukiuki kanuni za Allah subhanahu wa ta'ala, hatukiuki utaratibu wa Allah tabaraka wa ta'ala, but hakuna tatizo katika hilo. Ni sehemu ya kuhitaji kuweza kuwahamasisha wengine watoke katika fikra kwamba huwezi ukatumia mtandao kuweza kusoma. Badala yake inawezekana. Watu wajui kwamba inawezekana na unaweza ukatumia mtandao kama sehemu ya kupata pepo. Mtandao hii inaweza watu kawaingiza peponi ama inaweza kawaingiza motoni. Kwa hiyo katika upande wa invitation nafikiri tuweze kuishia katika nukta hii biidhnillahi alkarim. Jambo lingine biidhnillah, inshallah tumegundua katika results hizi ama matokeo haya tumegundua ya kwamba wanafunzi wengi hawajui kuandika lugha, yani kuandika maandishi ya lugha ya Kiarabu. Yani unamwambia mtu labda andika hadithi ifuatayo kwa Kiarabu, mtu hajui anakuandikia Kiarabu Kiswahili. Maana kitu ambacho tumekuja kukigundua ni kwamba watu wanahitajia kuweza kufanyiwa brushing, kuweza kutengenezwa katika kujifunza kuandika Kiarabu. Na inshallah hii itakuwa ni mpango kazi na itakuwa ni sehemu ya somo biidhnillahil karim kwa ajili ya watu kuweza kujua kuandika Kiarabu inshallah, na sio kuandika tu, badala yake pia hata kusoma katika hali iliyokuwa nzuri. Inshallah tutajitahidi tuweze kudua our best, our level best, ili watu waweze kufikia katika hile lengo ambalo biidhnillah tumelipanga. Na mimi naamini itafika siku tutahitajia pia hapa walimu biidhnillahil karim, sababu pia miongoni mwa fikra zetu ni kuweza kufungua madrasa ya physically. Kwa hiyo of course yawezekana tukafungua madrasa Kenya, tukafungua pengine madrasa Burundi, tukafungua madrasa pengine Tanzania na kadhalika na kadhalika. Tutahitajia inawezekana walimu, tutahitajia mamudirat, tutahitajia viongozi watakaosimamia yale masaili, si ndio Manake inawezekana tukapata miongoni mwao hapa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi, na ni vizuri sana kuweza kuweka mipango mikakati, na inshallah kila mwanafunzi tutamtumia ama tutatuma schedule ya, nakumbuka kama mnakumbuka vizuri tulituma target ya kila mwanafunzi mpaka muda fulani wamefikia kiasi fulani, lakini zikawa excuses kadhaa na kadhaa. Baadhi yao walifikia lakini baadhi yao hawakufikia. Inshallah tunahitaji tukitengeneza ratiba, basi hiyo ratiba iwe vizuri. Haya, katika nukta nyingine ya kutangaza matokeo, nukta hii ni ya pili. Naomba hapa nitamatisha alafu nimwachie Sheikh inshallah taala. Sheikh pia nimekutumia message katika inbox yako, inshallah naomba ifungue biidhnillah. Katika kipande hiki cha kutangaza matokeo kuna wanafunzi ambao maal asaf hawajafanya mtihani, na by the way sijapata pengine nini tunaita, yani sijapata taarifa ya excuse, si ndio Kuna wanafunzi ambao walitoa excuse na tukawaelewa. Yani hakuna mwanafunzi hata mmoja ambaye pengine alikuja kwetu akatuambia ustadhi, mimi nina changamoto 1 2 3 4 5, si ndio halafu tukamkatalia. Huyo mwanafunzi hayupo. Lakini maal asaf kuna wanafunzi ambao hawakufanya mtihani mutaammidan, yani makusudi kabisa hawajafanya mtihani. Sasa tunapata kidogo na changamoto kwamba sasa wanafunzi hao tutaweka katika grade gani? Hawa wanafunzi, mimi nazungumza hapa kama mudir, hawa wanafunzi
tutawapa option mbili. Option ya kwanza ni kurudia ama kufanya mitihani ambayo wameimiss, kwa maana ambayo hawajafanya. Option ya pili, watatakiwa waweze kurudia darasa. Yaani hiyo ndio option mbili ambazo zipo. Yaani kama mwanafunzi hajafanya mtihani, by the way tunajua kuna wanafunzi ambao wana changamoto labda katika upande wa kuandika. Hatuna tatizo sana katika hilo, na tunaelewa, tumepata pia excuse zao. Lakini kuna wanafunzi kadhaa hawajafanya mtihani mutaammidan. Yaani hata mtu angenaambia kwamba ustadhi, labda nimekwenda sehemu fulani, baada ya muda fulani nitarudi. Mimi naweza nikamtolea mfano mke wangu hapa Mwaka Salim, yeye alikwenda umra. Baada ya kurudi umra alinitafuta, kadhalika alimtafuta Sheikh, akaomba afanye mtihani. Manake hii ni jitihada ya tofauti na ya kipekee. Sijui naeleweka vizuri eh? Lakini kuna mtu hajafanya mtihani na hajatoa taarifa yoyote. Manake watu wa design kama hii tutawapa option mbili. Option ya kwanza ni aweze kurudia kufanya, kwa maana kwamba afanye mtihani, tutampa 1 week aweze kufanya mtihani. Na option ya pili biidhnillahil karim, atatakiwa aweze kufanya nini? Arudie darasa. Kwa sababu hatuwezi kumruhusu mtu aweze kuendelea na darasa lingine ilhali hatujajua grade yake, yapi ambayo ameyajua na yapi ambayo. Kwa sababu hii mitihani lengo lake ni testing, kutaka kujua kwamba tunakupeleka katika level fulani. Je, level hii umeshakuwa sawa? Inaeleweka vizuri? Why we doing such a thing? Kwa nini? Kwa sababu tunahitajia sisi tuweze kupata watu ambao wapo competent, watu ambao ni verified. Yaani hataki kutengeneza watu mradi tumetengeneza watu. Tunajua inshallah ipo siku utakuja kufundisha watu wengine. Sasa kama unakuja kufundisha watu wengine, utawafundisha nini kama haujaelewa? Kama tumekukimbiza? Sijui naeleweka vizuri eh? Kwa hiyo inshallah hawa ambao hawajafanya mtihani tutawapa hizo option mbili. Na kwa hiyo ukijiona kama hujafanya mtihani, mtafute Sheikh Abu Hanad ama litafute vipi, tuweze kukupangia lini uweze kufanya mtihani kabla hatujafungua. Ama kama utakuwa na excuse ya tofauti na hapo, basi tutaangalia kitu gani cha kuweza kufanya. Lakini muhimu, sisi hatutaki kuweza kufanya haya mambo kuwa magumu. Ndio eh? Haya mambo sisi hatutaki kuweza kuyafanya kuwa magumu. Tunachohitaji ni kuweza kufanya nini? Kuyafanya haya mambo kuwa rahisi. Lakini kama tutafanya sasa yawe magumu, watu watakimbia. Si ndio? Kwa hiyo inshallah naomba mtu asituogope. Of course kuna baadhi ya wanafunzi sijui wanasema kwamba sijui anatuogopa au vipi. I don't know why. Lakini kimsingi ni kwamba mwanafunzi anatakiwa awe free kwa mwalimu wake katika yale mambo ya kheri. Una changamoto fulani, mueleze ustadhi. Yeye ustadhi pia ni mwanadamu na yeye pia anajua harakati za kiutu uzima. Kuna watu walifanya mtihani nje ya muda kabisa. Kwa maana kwamba pengine muda wa mtihani saa 6 ama pengine muda wa mtihani ni saa 8 mchana, yeye anakuja kufanya mtihani pengine magharibi. Na tulijitoa time zetu katika kuwasimamia katika hilo. Kwa hiyo inshallah tunaomba kabla hatujaweza kufungua, wale ambao hawajafanya mtihani waweze kututafuta ili tuone kama wataweza kufanya mtihani ama kama watakuwa tayari kuweza kurudia darasa tena lile ambalo walilokuwa wamelisoma. Na wanafunzi ambao watakaokuwa wamefeli, tumeweka maximum ya, tusema kwamba max mtu kufaulu kuanzia 45. Yaani mtu apate max kuanzia 45. Mtu ukijiona umepata max 30, huo mtihani utaurudia. Sawa sawa jamani eh? Yaani ukiona umepata max chini ya 45, mtihani huo utaurudia. Kwa hiyo inshallah ustadhi hapa naweka vitu sawa. Sasa hivi atatuma matokeo na atayasoma. Ukijiona katika hile list umepata matokeo ya chini ya 45, yaani umepata 20, 25, 30,
35, 32, 30 ngapi, 40, 41, 42, 43, 44, au unarudia huo mtihani. Tutakupangia siku utaurudia, na ukipata tena chini ya 40 mtihani ule, maana yake kitakachofanyika tutakuruhusu uendelee na darasa hili, lakini utakuwa unahudhuria na darasa hili. Kwa maana kama ulikuwa ni mutawasita na unakwenda thani, labda umefeli masomo mawili, mtu atakayefeli masomo zaidi ya matatu na akarudia tena akafeli, maana yake huyu hatuweze kumruhusu aende. Kama umefeli labda somo moja ndio umepata 45, chini ya 45, maana yake ni kwamba utakapokuja unarudia mtihani, ukisha urudia ule mtihani ukapata tena max chini ya 45, it means kwamba wewe lile somo hujalielewa. Maana yake utakuwa unaendelea na darasa lako labda la thani mutawassit, la thani mutawassita, huku unafanya nini, unarudia kulifanyia kazi ile somo, na kwenye mitihani yote utatakiwa uweze kulifanya. Kwa maana yake hata katika mitihani utakuwa unafanya both kwenye thani mutawassita na awal mutawassita, kutokana na ile somo husika ambalo umefeli. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tumeweza kuyaandaa kwa siku hii ya leo biidhnillah, na nyakati zetu za masomo zitakuwa ni zile zile, na tukishafungua inshallah kwa wiki ya kwanza itakuwa ni wiki ya kuweza kufanya correction, yani kufanya masahihisho ya mitihani yote ambayo tumeweza kufanya nini, tumeweza kuifanya biidhnillahil karim. Mtu kama amefeli somo langu asitarajie atarudia mtihani ule ule, topic zitakuwa zile zile, kile mtihani tofauti. Yani kwamba usitarajie kwamba pengine utaenda kupitia upate hiyo nafasi. Masomo yatakuwa yani topic ni zile zile, lakini mtihani ni tofauti na ule. Yani inawezekana ikipengele nilikuwa sijakiweka clear. Na pia kama ulikuwa umemiss kufanya mtihani mmoja, ujue mtihani utaurudia. Sawa jamani? Yani kwamba hiki kitu kinatakiwa kiwe very serious and very clear. Sawa sawa? Yani kama umemiss, mfano labda mitihani ilitakiwa kufanywa ni 8, let's say like that, si ndio? Wewe umefanya mitihani 7 kutokana tuna dharura ambazo ulizokuwa nazo, hujaweza kufanya mpaka sasa hivi, maana yake huo mtihani utatakiwa uweze kufanya, si ndio? Ili tuweze kujumlisha maksi zako kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi nafikiri kama kuna mengine ambayo nimeyasahau tutakumbushana biidhnillahil karim, na kama kuna kitu ambacho pengine nimekiacha inshallah ustadhi atanikumbusha hapa, shekhe atanikumbusha, na nafikiri tuishie hapa. Shekhe, nikupe wasaa huu sasa kuweza kuendeleza katika haya masaili ya max, kama mambo yako yapo tayari huko. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona matokeo yako tayari, ila laptop ilikuwa inaondoka. Sasa nikawa ikanibidi ni edit kwa simu. Sasa ndio inanisumbua hizo document kuzileta kwa mfumo ambao utakuwa inaonekana na moja kwa moja, kwa sababu inakuja kwa mfumo wa link. Lakini biidhnillahil karim, kwa kuwa ni tuko katika wakati na muda, na inshallah baada ya hapa kila mmoja atajiona, lakini kwa sasa tutatangaza kwa mlolongo kwa mwanafunzi mmoja mmoja kile mtu alichokipanda na alichokivuna, na nadhani mtihani yetu hatukurudishika karatasi kwa sababu tunatumia online, na kama ingekuwa tunatumia moja kwa moja hivi live, ingekuwa kwa pale mwanafunzi ambapo anaona kuwa amepatisha, basi angeenda kwa mwalimu akasema, mwalimu hapa amenipatisha nikosesha. Lakini walillahi alhamdu, kwanza pongezi kwa wanafunzi wote waliofanya mtihani, yani most of them wamejitahidi, wamefanya vizuri katika mtihani. Lakini pia cha ajabu, wako ambao waliweka imani yao kwa Allah pamoja na attendance zao, yani kuhudhuria kwao kulikuwa kuchache, lakini wakaweka imani kwa Allah tabaraka wa taala, wakafanya mtihani na wamefanya vizuri kiukweli, alhamdulillah. Lakini sambamba na hivyo nadhani mwalimu kamaliza, miongoni mwa vitu katoa taratibu wale wanafunzi ambao hawajafanya mtihani huwa ni lazima warudie mtihani.
na kama itakuwa hawahitaji kurudia mtihani, mtu atasema mimi bora nirudie darasa tu, sawa, hamna shida. Lakini utaona wenzako wakiwa wanamaliza eti tulianza pamoja, na inshallah nadhani tutakuja na taratibu nyingi na namna tofauti tofauti katika mabadiliko ya baadhi ya ratiba, lakini pia kutakuwa kunaongezeka baadhi ya vipindi hasa baadhi ya masomo ambayo tulikuwa tuyatarajii kuwa tutayapata. Na kikubwa zaidi ninachosisitiza miongoni mwa vitu, tuwe attention kuhudhuria katika darasa. Maana kuna baadhi ya wanafunzi wao attendance yao, yani kuhudhuria kwao wao unakuta ni masomo ya Qur'ani tu. Lakini ukisema leo tunasoma tafsiri, mtu aingii. Leo tunasoma hadithi, mtu aingii. Leo tunasoma aqida, mtu aingii. Sasa hii imekuwa ni mtihani mkubwa, na niwaambie ukweli uliokuwepo. Yani al-ilmu la yakunu bilqira'ati fakat. Elimu haiwi kwa kusoma tu peke yake. Yani lazima hicho unachokisoma ukitambue, na ndio watu kaika masomo ya tafsiri. Kwamba tafsiri Qur'an, kwamba mimi aya hii ninayosoma kwamba Allah amekusudia hivi. Na ndio maana pia kwa hivyo masomo ya hadithi, ili mradi hiyo Qur'an ipatikane translation, ufafanuzi, ifafanuliwe kupitia yale masomo. Sasa ikiwa wewe unasoma Qur'an tu, hautaki kuhudhuria masomo mengine haya, basi hii ni hasara kwa wewe. Na kitu kingine tuseme kwamba hakuna kusoma kwa mchongo. Ukitaka kusoma, soma moja kwa moja. Hata walimu wenu mnaowaona waliosema wakati huu wa kusoma na mpaka sasa hivi wanasoma kweli kweli. So mtu leo ana attend class, kesho excuse ambayo haina macho, anasema mimi leo si hichi. Mtu anatafuta sababu tu ya asiingie darasani, hii sio sawa. Lakini pia tuwe na nidhamu za kufuata utaratibu, kwa sababu leo hii nidhamu ndogo tu ambayo unaona kwamba hapa tumeweka mitihani, wewe na mimi sifanyi. Hii ni nidhamu ambayo ni kubwa sana. Kama utaikiuka, huenda katika maisha yako ukawa ni mtu wa mfumo wa hivyo. Ikawa ni mfumo wa hivyo. Sasa akhawati fillah, tujitahidi. Wakati mwingine unaweza kuona unaacha mtihani mdogo, kumbe unapoteza bahati. Unaanza mtihani wa kawaida tu, kumbe mtihani huu ndio huenda ungefungua khiri nyingine. Kuna mimi sio mtihani mdogo tu. Nakumbuka kuna mwanafunzi mmoja alikuwa haya masomo anayaona kuwa haya sio masomo ya kawaida, lakini kuna muda akanifuata akaniambia, mwalimu, haya masomo unayofundisha haya ndio ambayo nasoma mimi kule ninakosoma. Lakini lau kama ingekuwa na atendi huko ingekuwa faida. Sasa akhawati fillah, tujitahidi. Kwa wale ambao hawajafanya mtihani, wajitahidi. Mtihani itakapotuma tena kwa mfumo mwingine, basi wafanye. Sisi hatutaki excuse na hatutaki ugomvi na mtu. Hatusema mwalimu kutoa kazi yao au kuwatoa wanafunzi kwenye grupu. Na wao usitengeneze mazingira kwamba mimi nataka niondoke. Sasa ondoka kwenye kheri. Unajua mtu manfarra ala khair, unajua nakimbia wapi? Mtu anayekimbia kheri, unajua anakimbilia wapi? Anakimbilia katika shari. Na maana leo kama itakuwa nasiha au masomo unaona kwamba anakuminya, wewe utaenda kukimbilia kwenye taarabu, utakimbilia kwenye mambo mengine ya munkarati. Lakini wale pia waliofeli masomo yao hajafikisha maksi hizo takriban 40, pia nao watarudia ili waklie. Lakini kikubwa zaidi, akhawati fillah, nawaambia tutakapofungua, lazima hapa taratibu na uongozi, vile vitabu ambavyo tutakapokuja kusomesha tutavituma kabla ya nini? Kabla ya kufungua. Sasa vitabu tukishavituma, jitahidini kama unawasa, nenda kaviprinti. Nenda kavitolee kopi hivyo vitabu. Kuwa nacho kile kitabu, alafu mwalimu anafundisha, wewe andika kila anachotafsiri. Hii somo la hadithi, kitabu kinapatikana 40 nao kinapatikana sokoni. Nenda kakinunue, kuwa nacho. Wakati wa darasa kana penseli unaandikia zile tafsiri, kwa sababu sasa hivi hakuna, kwa wanafunzi sisi hakuna mtu genius hapo kusema kwamba mimi kila tafsiri nitainyaka. Hakuna kitu kama hicho. Na hivyo ndo ambavyo watu wanasoma. Wanapoanza kusoma, unasoma na penseli na kitabu chako. Sasa tukishavituma hivyo vitabu, fanya hima. Unaona kama mimi hizi ninaziweza kuzitoa hizi peji 10, 20, 30 naweza kuzitoa. Nenda kazitolee kopi. Baada ya hapo baki na nakala yako mwenyewe. Mwalimu anafundisha, wewe huko na simu unasikiliza, huko na kitabu chako huko. Itakusaidia. Na hiyo ndio itakuwa unasoma hasa. Sasa hiyo lazima uzingatie.
Na hii ikienda mbele inabidi tufanye sheria, kwa sababu tunaona madhara yanayotokea. Unajua ukiwa una kitabu utakuwa unachukia muhimu, lakini PDF ya kwenye kitabu sasa ni bora tu. Hiyo pia nukta nyingine. Na inshallah sasa hebu tuingie katika masaili ya kuangalia kile tulichokipanda. Ukivuna kile ambacho tulichokipanda. Na biidhnillah nitaomba afu kwamba nadhani mpaka nitakapomaliza hapa nenda kutazama chombo huko kama kishazuka hii laptop ambayo iko inatumika editing, na matokeo yapo kule. Itakapokuwa imemalizika, kwa sababu nilikuwa nimeenda kupiga window tangia jana, nimeacha huko. Sasa itakuwa imekaa sawa, basi inshallah nitakamilisha, nadhani mpaka saa 10 itakuwa tayari matokeo mmeyaona moja kwa moja. Lakini tunatangaza sasa, kila mmoja ajisikie kila alichokifanya. Kwanza alhamdulillah, kuna wanafunzi kama nilivyotangulia kuwa walimuomba Mungu na walikuwa wa mwisho kujiunga na taasisi yetu hii na markazi yetu hii, lakini wamefanya mtihani. Na wao kwanza tuwape pongezi, lakini pongezi hizi iwe kwa wanafunzi wa fani. Tukiwa tuanza darasa la fani mutawasani ibtidai, mtu wa namba mwanafunzi ambaye amekuwa waliofanya mtihani takriban wamefanya wanafunzi 10. Wanafunzi 10 ambao wamefanya mtihani na majina yao yamekuja. Wengine wamefanya somo moja, wengine masomo matatu, lakini jumla waliofanya mtihani ni wanafunzi 10. Wana mwanafunzi wa 10 katika wanafunzi wetu ndio dada Shamsa Khalid. Dada Shamsa Khalid yeye alifanya somo moja, alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala afanyie wepesi. Katika somo alilofanya alipata maksi 50. Alifanya fiqh na amepata maksi 50. Yeye ni mwanafunzi wa 9. Na ndio jumla ya maksi zake ndio hizo 50. Na nitajitahidi tu jumla ya maksi kwa sababu wakati umeenda sana, karibu na adhuhuri nchi nyingine. Lakini mwanafunzi mwingine ni dada Asia Musa. Dada Asia Musa yeye amefanya takriban masomo 5, na masomo 5 aliyofanya alipata takriban maksi 320. Maksi 320, na yeye ndo amekuwa mwanafunzi wa 9. Kwa dada Asia Musa. Nadhani mwanafunzi mgeni huyo. Na pia dada Shamsa Khalid pia ni mwanafunzi mpya huyo. Lakini namba 8 ni dada Fathi ya Kombo, na huyo Allah tabaraka wa taala mwanafunzi wetu wa muda mrefu, lakini Allah amfanyie wepesi, ampe shifau. Mara nyingi anasumbuliwa na maradhi, lakini alijitahidi akafanya mtihani. Amefanya takriban masomo 6, yeye amepata maksi 334. Na mwanafunzi wa 7 ni dada Aisha Abdullah, yeye amefanya masomo yote, amepata takribani maksi 415. Amekuwa ni mwanafunzi wa 7, dada Aisha Abdullah. Lakini mwanafunzi namba 6 ni mama yetu huyu Rukaiya Kasim, yeye pia amefanya masomo yote na amepata maksi 470. Huyu namba 6 mama Rukaiya. Na namba 5 ni dada yetu huyu dada Amina Kale, yeye amefanya masomo yote, jumla ya maksi zake ambazo amejivunia ni 516. Amekuwa mwanafunzi wa 5 dada Amina. Na mwanafunzi wa 4 ni dada Hawa Muhammad. Dada Hawa Muhammad amekuwa mwanafunzi wa 4, na yeye amefanya takriban masomo 7. Amefanya masomo 6. Naam, amefanya masomo 6. Amepata jumla maksi 548. Amepata maksi 548, nadhani masomo ile aliyofanya. Sasa tutaona result baada ya kufanya atakuwa wangapi. Lakini lazima ajitahidi afanye hayo masomo asiyofanya, ajitahidi afanye. Amekuwa mwanafunzi wa 4, amejivunia maksi 548. Naam, katika 3 bora wa 3 ni dada yetu ambaye pia si mwanafunzi wa muda mrefu, lakini hajahudhuria darasa nyingi, lakini alijitahidi kufanya mtihani
huyu anaitwa dada Mwasiti Sabi. Dada Mwasiti Sabi yeye amefanya masomo yote, amepata max 560. Na mwanafunzi wa pili ni dada yetu pia ambaye naye ni anajitahidi sana, lakini hajahudhuria sana darasa, lakini ni mwenye kujitahidi na Mwenyezi Mungu alimfanyia sahari akafanya mtihani. Dada Mwamini Isa yeye amekuwa ni mwanafunzi wa pili, amepata jumla ya max 580. Huyu dada Mwamini Isa amekuwa mwanafunzi wa pili, amepata max 580. Lakini mwanafunzi wetu wa kwanza ni mama yetu ambaye Allah muhifadhi, Mama Saida Matata. Yeye ndo mwanafunzi wetu wa kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala kufanyia wepesi mama. Nimefurahi sana, na nadhani kuna baadhi ya maneno nilitanguliza hapo, haya yalikuwa na muhusu hasa huyu mama, yale ya kuprinti kitabu alafu unasoma kwenye kitabu. Huyu mama miongoni mwa vitu alivyokuwa anavifanya masomo, miongoni mwa masomo yote, yani most of our subjects, mengi katika masomo yetu vitabu ameviprint. Sasa Mama Saida amwii kwa wanafunzi wa thani, yeye ndio mwanafunzi wetu wa kwanza. Hongera sana, na Allah subhanahu wa ta'ala akuzidishie fahamu, lakini jitahidi sana 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 kuwa mvumilivu katika njia ya kujifundisha, sababu changamoto ziko nyingi. Hapo naona tumekamilisha kwa wanafunzi wa thani. Sasa pasi na kuchukua wakati kwa muda sio rafiki kwetu, twende kwa wanafunzi wa awal mutawasita. Wanafunzi wa awal mutawasita, wanafunzi waliofanya mtihani ni takriban wanafunzi 6. Wanafunzi 6, na darasa ni wanafunzi wengi, lakini waliofanya mtihani ni wanafunzi 6. Na hao wasiofanya mtihani watakuja kufanya kwa sababu lazima wafanye. Hao waliofanya mtihani, mwanafunzi ambaye wa 6 katika wale waliofanya mtihani ni dada Mwatime Rashidi. Yeye amemiss masomo mawili. Maana yeye amekuwa mwanafunzi wa 6, maana amefanya takriban masomo 6, masomo 7 amefanya mtihani, masomo 7, lakini amekuwa ni mwanafunzi wa 6. Mwanafunzi wa 5 ni dada yetu, mama yetu binti Suleiman. Jumla dada Mwatime maximum 327, lakini pia binti Suleiman mwanafunzi wa 5. Yeye alikuwa mwanafunzi wa 5, amefanya masomo 7 na amemisi masomo mawili, jumla maximum 443. Lakini sababu na hivyo, dada namba 4 ni dada yetu huyu dada Shamsa Ismail. Yeye amekuwa mwanafunzi wa 4, amefanya masomo yote, amepata max 220. Na mwanafunzi wa 3 ni shemeji yangu huyu mpendwa dada Mwaka Salim, na sio mwanafunzi wa muda mrefu, lakini walillahi alhamdu alifanya mtihani na alifanya masomo yote, na kama mwalimu alivyoeleza kuwa huyu alienda katika ibada akawa amechelewa kufanya mtihani, na baada ya kurudi akaona umuhimu wa kufanya mtihani, akaomba tukamruhusu kufanya mtihani na amefanya alhamdulillah. Amekuwa mwanafunzi wa 3, amejipatia max 650. Lakini namba 2 ni mama yetu kipenzi Mama Fatima Salim. Yeye alifanya masomo yote na amejivunia maxi 737, na amekuwa mwanafunzi wa 2. Kama kawaida yake mama hajapromosha na mtu. Namba 2 ameng'ang'ania, basi tunamuomba Allah amjalie azidi kupambana zaidi. Lakini pia mwanafunzi wa kwanza ni dada yetu mpendwa ambaye Allah tabaraka wa taala amemjalia kufanya ijtihad, dada Halima Kifaru. Huyu amekuwa ni mwanafunzi wa kwanza, alifanya masomo yote na amepata max 805. Max 805, na amekuwa mwanafunzi wa kwanza. Naona kwa ridhati kwa wale waliofanya mtihani imekuja kwa mfumo wa hivyo, lakini tambii wale baada ya kutuma matokeo, basi ukiona somo lako ni chini ya 40, umepata chini ya 40,
basi ujue utarudia, na maana ufanye maandalizi ya kujiandaa kufanya mtihani. Lakini kama utasema mimi narudia tu darasa, sijaelewa hata kitu kimoja, sawa, tunakuruhusu, hakuna shida. Lakini ukweli uliokuwepo, ndugu zangu, dada zangu, katika masaili ya ilmi, yani himma ndo ambayo itakuwa inakufanikisha. Sio kwamba mimi nimeshindwa basi nimeshindwa, mimi sijui nahau sijui kabisa, mimi haya masomo ya tajwidi naona magumu kabisa. Ile himma yako na ijtihadi, kusema mimi nitaweza hili somo na nitaliweza, kweli unaliweza. Kwa sababu hakuna mtu ambaye alizaliwa akajua, wote wanajifunza. Na maana kujifunza ndo kuondoka katika ile hali ya kutokujua, hali ya ujinga. Na maana inshallah, barakallahu fikunna. Shukrani sana dada zangu kwa ijtihadi hiyo, na matokeo ndo hayo hapo. Lakini sababu na hivyo nadhani alwakti abitala, au naweza kusema muda umeisha na umerefuka sana. Narudisha maiki kwa mwalimu. Nadhani mimi kitengo changu hicho nimekamilisha, na narudisha maiki kwa mudir. Yeye atatoa neno la mwisho, na baada ya hapo tutaomba dua, na insha Allah tutakuwa na istidadi tena ya kujiandaa na masomo yetu masiku yajayo. Naam, mwalimu karibu. Naam, shukran Sheikh, barakallahu fik, na hani'an lakum, hongereni kwa kila mmoja ambaye amefanikisha hili. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi sote ufahamu, atujalie ufahamu, awazidishie kile lenye kheri. Na katika kusahisha mitihani hii, pale Sheikh atakapokuwa ametuma matokeo, ukijiona umepata chini ya hapo, usiulize kwamba umependelewa au hujapendelewa. Sawa sawa jamani. Yaani mitihani hii imesahihishwa kwa weledi wa hali ya juu. Sheikh, mimi nimetumia wiki 2 kama na nusu katika kusahisha mtihani. Mtihani wa mtu mmoja, japo kidogo tu, mtihani wa mtu mmoja nilikuwa nasahihisha mpaka masaa 2 ama lisali moja, kuhakikisha kila sehemu aliyoandika. Na kuna wengine subhanallah, waandishi wao ni changamoto, mpaka unatakiwa uvae miwani. Lakini alhamdulillah tumeiweza, na sisi tunawashukuru na tunawapongeza sana biidhnillah, kwa kuwa muda nao sio rafiki. Inshallah tutamatishe kwa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ma kana fi majlisina hadha min khairin faqbalhu minna, wa ma kana fihi min khata'in aw nisyanin aw taqsirin faghfir lana ya rabbal alamin. Allahumma ij'al majlisana hadha majlisan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wala minnan shaqiyan wala mahruma. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takwada akiyalo ndani mwake yavutia, haya ninayokuambia zingatia, tajutia fi yaumi isabia, usihubi dunia takwada akiyalo ndani mwake yavutia, haya ninayokuambia zingatia, tajutia fi yaumi hisabia. Alokuja nayo wetu rasuli ni wajibu pia, ametuumbia wetu rasuli kumsalia, ni wajibu pia kufuatia wakeusia, sote twajijua wajibu wetu kumsalia. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu, shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu.
Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Tusifanye ya ghururi, tuishi kwa tahadhari, tuyafate ya Ghafuri, kesho tupate kheri. Uwe wenye kusubiri kadari yake Jalali, tukimuasi Jalali tumwato tusubiri. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, na si chochote haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe fupi yenye kudanganya. Ajmal Brothers. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Usihubi dunia takwada, akiyalo ndani mwake yavutia. Haya ninayokwambia zingatia, tajutia fi yaumi hisabia. Usihubi dunia takwada, akiyalo ndani mwake yavutia. Haya ninayokwambia zingatia, tajutia fi yaumi hisabia. Alokuja nayo wetu Rasuli ni wajibu pia, ametuumbia wetu Rasuli kumsalia. Ni wajibu pia kufuatia wake usia, sote twajijua wajibu wetu kumsalia. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Tusifanye ya ghururi, tuishi kwa tahadhari, tuyafate ya Ghafuri, kesho tupate kheri. Uwe wenye kusubiri kadari yake Jalali, tukimuasi Jalali tumwato tusubiri. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, na si chochote haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe fupi yenye kudanganya.
Ajmal Brothers. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Usihubi dunia takwada, haki yalo ndani mwake yavutia. Haya ninayokwambia zingatia, tajutia pia umihisabia. Usihubi dunia takwada, haki yalo ndani mwake yavutia.